Je, hali iko vipi katika kaunti ya Nyeri na hata viunga vyake ambavyo vinasaidiwa sana na mji wa Nyeri kwa usafiri wa kutoka na kuingia katika mji ule? Tunawasiliana na mwanahabari wenzangu kwa jina la Clement Masombo mubashara akiwa katika maeneo ya Nyeri pale, atupe taswira kamili ya kinachojiri hivi sasa. Clement, labda habari ya asubuhi na hali ikoje kuanzia asubuhi katika maeneo ya Nyeri? Naam, shukrani sana Manzu. Hapa mji wa Nyeri hali ni ya wasiwasi tu kutoka saa za asubuhi tulipowasili mjini. Asubuhi tukifika tulishuhudia watu wengi sana walikuwa wanatembea kwa miguu wakielekea kazini. Hakukuwa na magari ambayo hutumika kwa kila siku kusafirisha watu kutoka maeneo wanayoishi hadi mahali wanapoenda kufanya kazi, ambao wengi hufanya kazi hapa mjini. Hapa nipo katikati ya mji wa Nyeri na shughuli zimesimama kabisa, biashara zote zimefungwa, biashara zimefungwa kabisa, shughuli za uchukuzi hamna. Yale magari, hata magari ya kibinafsi ambayo wale tu ambao wanafanya pengine biashara wanafungua maduka ama nini, pia hawajaonekana kwa idadi kubwa. Na kwa sasa tunavyoona hayo tu ni baadhi ya magari ya polisi ambayo yameshika, maafisa polisi ambao wameshika doria hapa mjini. Tulikuwa tumezungumza na wahudumu wa bodaboda awali ambao wanasema kwamba wataendelea kugoma. Wanasema kwamba yao si maandamano, yao ni mgomo wa kutoa shinikizo kwa serikali kupunguza bei ya mafuta ambayo yanatumika, na vile mafuta, bei ambayo itaathiri sekta zote za uzalishaji, za uchukuzi na kila sekta tu hapa nchini Kenya. Kwa hivyo hali sasa ni kwamba ni wasiwasi tu, kama unavyoona hakuna watu, idadi ya watu leo mjini imepungua kwa kiwango kikubwa sana. Maana yake ikiwa sehemu za kazi zimefungwa, biashara zote zimefungwa, basi inamaanisha kwamba hakutakuwa na idadi ya watu hapo mjini itapungua. Awali pia tumeshuhudia tukio ambalo kulikuwa na jaribio kidogo la wale wahuni kujaribu kuvunja duka kuu la Ketias ambalo liko tu mita chache kutoka hapa, lakini ni hatua ambayo ni jaribio ambalo halikuenda sana, manake duka lenyewe liko tu hapa. Ni jaribio ambalo halikuenda sana, manake maafisa wa polisi walifika na wakazuia wale ambao walikuwa wanajaribu kuvunja hilo duka wakiwa na nia ya kupora ama kuiba. Lakini tukiwa tu hapa, umeona pia gari la polisi ambalo limetoka, maafisa wa polisi ambao walikuwa wamesimama hapa karibu na sisi wamepata taarifa kwamba kuna jaribio la kuvunja maduka upande wa chini wa mji huu wa Nyeri. Na kumbuka kwamba hiyo sehemu ya upande wa chini wa mji wa Nyeri ndio sehemu ambayo iko na biashara nyingi sana. Hiyo ndio sehemu ambayo huwa na kituo kikuu cha magari, ambayo ni magari ambayo huenda masafa marefu, magari ya kutoka Nyeri kwenda Nakuru, magari ya kutoka Nyeri kwenda sehemu za Nairobi, kwenda sehemu za Thika na maeneo mengine. Na hapo tulikuwa hapo awali, na ni kwamba kilikuwa kimebaki tu kiwanja. Hakukuwa na gari hata moja ambalo lilikuwa pale kupeleka kubeba abiria. Wahudumu wa matatu, wahudumu wa bodaboda na watu wengine wote wameshirikiana kulemaza shughuli za uchukuzi. Shughuli ya uchukuzi ni ambayo inategemewa sana kupeleka watu na kusafirisha pia bidhaa. Kwa hivyo tutazidi kuangazia tuone hali inavyokuwa hapa mjini Nyeri. Kukitokea tukio lolote, bila shaka sisi tutakuwa tukiarifu watazamaji wetu jinsi mambo yanavyojiri. Manzu, asante sana. Lakini kabla sija kuacha, usalama ukoje kufikia hivi sasa? Manake jaribio kama hilo la kujaribu kuvunja maduka bila shaka ni uhalifu. Baada ya kuona kwamba mji umetulia na kuna shughuli zinazoendelea, ndio unakuta kwamba wanatoka waliko wanataka kuja kufanya uporaji wa mali. Je, usalama ukoje kufikia sasa? Kwa sasa tunaweza sema kwamba hali sehemu moja ya mji usalama umetulia, mambo yako shwari, lakini sehemu moja pia kuna wasiwasi mkubwa sana. Manake hata kwa wakati moja pia iligeuka na ikawa hatari kwetu sisi wanahabari. Manake wale vijana ambao wanatoka sehemu za vitongoji vya hapa mji huu wa Nyeri ambao wanalenga kupora, kwa wakati fulani hawakuwa wanataka kuona wanahabari wakikaribia, na hata ukipita tu wanahisi kwamba unataka kuchukua video wakiwa wanajipanga kufanya zile shughuli zao ambazo ni za uhalifu. Kwa hivyo ni hali tu ya wasiwasi, hivyo ndivyo tunaweza sema kwa sasa. Maana yake tunaona kwamba kwa sasa kinachojiri ni kwamba polisi wanajaribu kufukuzana na wale ambao walikuwa wanajaribu kupora upande wa chini wa mji huu wa Nyeri, baadhi ya biashara ambazo ziko huko upande wa chini wa mji huu wa Nyeri. Manzu, Alafu pia labda kabla tukuache, maeneo ya nje ya Nyeri, maeneo ya Karatina na Romoru na maeneo mengine ambao mara nyingi kukiwa na ghasia huwa
ni maeneo ambayo kidogo yanasikika kuwa na wasiwasi mkubwa sana. Hali ikoje labda katika maeneo hayo, mijio midogo kama Karatina na Rumoru na mengineo? Ni kweli kuna baadhi ya maeneo ya kaunti hii ya Nyeri ambayo huathirika sana kila kunapokuwa na mambo kama haya. Kama ulivyotaja, mji kama wa Karatina, mji wa Othaya ni miji ambayo hushuhudia pia vurugu za aina yake. Na asubuhi ya leo barabara kuu ya Nairobi kwenda Nairobi Nyeri ilikuwa imefungwa pale mjini Karatina. Na kukawa na wasiwasi kidogo, maafisa wa polisi wakajaribu kutawanya wale ambao walikuwa wamefunga hiyo barabara, lakini kwa sasa ni kama hali inaenda ikitulia, japo tunaarifiwa kwamba wanazidi tu kusumbuana, kufukuzana tu hapa na pale, wale ambao wanalenga kufanya uporaji wanasumbuana na maafisa wa polisi ambao nao wanahakikisha kwamba kuna usalama kutosha, japo biashara pia kule zimefungwa na watu hawajajitokeza kwa wingi kama kawaida. Asante sana, basi tutakuwa tunaendelea kusikia kutoka kwako. Asante sana Clement Masombo, huyo akiwa maeneo ya Nyeri, ambaye anatuarifu na kile ambacho kimejiri kuanzia asubuhi hadi sasa, ili anasema kwamba hali ya usalama imetulia na vile vile ni hapa na